kutupa nafasi kusikiliza tena. Chombo chako na kikabidhi mikononi mwako, kitumie kwa nguvu na uwezo wako. Roho zote chafu za kupokonya maneno mdomoni mwake nazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Roho zote chafu za kutawanyisha mawazo yetu sisi tunaosikiliza nazifunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba utulivu wa Roho Mtakatifu, tuwe wasikiaji na watendaji wa neno. Asante Mwamba, sawa utatenda zaidi ya maombi yetu na zaidi ya jinsi tunavyofikiri, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Asante sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. 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 Na hiyo furaha maana ameniokoa. Amen. Na hiyo furaha maana nalimwamini ameniokoa. Amenifanya jinsi nilivyo ni kwa neema yake tu. Basi apewe sifa. Amen. Nafurahia wokovu. Nampenda Mungu. Amen. Kwa moyo wangu wote. Na kwa roho yangu yote. Na kwa nguvu yangu yote. Na kwa akili yangu yote. Hakuna kilichobaki. Hakuna. Bwana apewe sifa. Amina. Ndiyo, bila kukawia, hapo mwangaza, bila kukawia, tunazungumzia kwa ajili ya unyakuo. Tunazungumzia kwa ajili ya sisi kutoka duniani kurudi kwetu. Bwana apewe sifa. Amen. Tunatoka duniani tunarudi kwetu. Wenyeji wetu ni mbinguni. Amen. Amen. Haiko hapa duniani. Tumezungumzia kwa ajili ya kiti cha hukumu. Bila kukawia, leo tunaenda kwa harusi. Tutaenda kuzungumzia harusi ya mwana kondoo. Harusi ya mwana kondoo. Tusome kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 19 mstari wa 7 hadi 8. Revelation 19:7 up to 8. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Revelation chapter 19 verse 7 up to 8. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous act of the saints. Amen. Amen. Soma katika jina la Yesu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 19 mstari wa 7 hadi 9. Na tufurahi tukashangilie, Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri, Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri, ingarayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. ya watakatifu. Amen. Amen.
Kitani hicho kinachong'aa ambacho mtumishi wa Mungu ameona Yohana kwenye kisiwa cha Patmos. Ni matendo ya haki ya watakatifu. Kitani kwa Kiswahili kingine Ni kanzu. Hapana hii manguo tunavaa za kuchakaa. Yale yote uliyoyafanya duniani, sawasawa na kazi zote ulizozifanya duniani, ndio itakuwa ni kitani chako, kanzu yako takatifu ambayo haichakai, yakaa milele, utaivaa milele. Kuna mambo mengine Mungu anatuonyesha tungali duniani. Tuna mama mmoja ambaye Mungu amemtumikisha kwa miaka 26. Kanzu lake halikufuliwa. 26 years. Mungu amemtumikisha, kanzu lake ambalo amelivaa wakati alianza huduma halikufuliwa. Ilikuwa kanzu nyeupe, kitani kizuri. Amen. Amina. Sasa matendo ya watakatifu, yale yote uliyoyafanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu ni mwaminifu, atalipa. Mungu analipa, sio mwanadamu. Amen. Ndio maana tujitahidi tumtumikie Mungu, tuvipige vita, mwendo tuumalize, imani tuilinde. Baada ya hayo tumewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atatupa siku ile. Paulo anasema si mimi tu, ila wale wote waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Kumtumikia Mungu. Tusome kitabu cha Zaburi, Psalm 118:24. Zaburi 118:24. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. 118:24. Yes. Psalm. Nasoma kwa jina la Yesu. This is the day the Lord has made. This is the day the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Amen. Amen. Twende. Nasoma Zaburi ya 118 mstari wake wa 24 au 24. Ndio. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Tutashangilia na kufurahi. Tuseme sote tutashangilia. Tutashangilia. Tutashangilia na kufurahi. Siku hiyo ndio aliyoifanya Bwana. Tutashangilia na kufurahi. Apewe sifa Bwana. Amen. Tutafurahi, tutashangilia siku hiyo. Twende kwa mafundisho juu ya kuelewesha watu. Tutafurahi siku moja. Ndio maana najitoa kwenye kazi ya Mungu. Matakwa yangu siku moja nikamuone Mungu. Na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha wahubiri wengine, mimi mwenyewe niwe mtu kukataliwa. Siko tena duniani, niko huko, niko beyond. Amen. Mahali patakatifu ambako Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu atatutosha duniani, atuepushe na ziki iliyokuu. Ziki iliyokuu ambayo neno la Mungu limesema kwamba haijawahi kutokea tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia, tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, na haitatokeaga kamwe. Ni mahali Mungu ataweka walio wake paradisoni,
mahali pa kupumzika. Hapo naingia kwenye raha sasa, unaanza kuenjoy. Bwana sifa. Amen. Unaanza kuenjoy. Duniani tumeonelewa, tulipohubiri injili takatifu tukaonelewa. Watu wakatuonea, wakasema ya kwamba wanawazia kwamba wataenda mbinguni kwa miguu. Tunaenda mbingu tu, hatutachoka, hatulegei. Amen. Amina. Hatulegei. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians 4:16. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Nasoma kwa jina la Yesu. Tuendelee huko chini. Therefore, we do not lose heart. Will not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Amen. Amen. Wakorintho wa pili sura yake ya 4. Angeendelea kidogo. 15. 17, sorry. 17. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us, a far more exceeding and eternal weight of glory. Weight of glory. Twende Wakorintho wa pili 4 mstari wa 16 hadi 17, nasoma katika jina la Yesu. Kwa hiyo hatulegei. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele usidio kuwa mwingi sana. Amen. Amina. Usidio kuwa mwingi, utukufu wa milele, maisha ya umilele, sio hii maisha ya muda, na kuingia huko ni gharama. Amen. Si kwa kawaida. Mwenye nayo yeye peke Yesu anasema kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Amen. Mungu aturumie sana. Amina. Na wenye nguvu wauteka. Kuingia mbinguni sio jambo rahisi jamani. Ni kuvipiga, ndio maana neno la Mungu anasema ni kuvipiga vita, mwendo tumalize, na imani tuilinde. Amen. Amen. Tuilinde imani. Kuingia huko sio jambo rahisi. Nilitafakari nilipokuwa katika nchi ya Malawi. Nilikaa muda wa miaka 19, almost 19 years. Niko ndani ya kambi. Sawa? Ndio maana mzee hapa anakuwa anasimama na shukuru. Msiwazie kama kushukuru ni kitu kikubwa mbele za Mungu. Kuna watu wengine ambao hawarecognize benye Mungu anawatendea. Angalia milioni ya watu iko ndani ya makambi. Afrika, Asia, dunia yote nzima leo watu wanasumbuka, maisha yamekuwa magumu. Sasa pita kwenye interview by immigration wanatoka Marekani wala mwinchi mbalimbali ambazo zinachukua watu wapeleka katika nchi zao. Wanathamini nchi zao. Wanathamini nchi zao. Wanazipatia value. Wanathamini nchi zao. Nchi za dunia. Kuingia sio jambo rahisi. Ni lazima interview. Mimi nimefanya interview 3 times. Nikajiuliza, ni mbingu niko naenda wapi?
3 times ndo nini mkiswahili? Mara tatu. Nilienda mara ya kwanza, watu wanajua, wakosha kwa wakubwa. Naenda. Kajiuliza, tuko tunaenda wapi? Unaulizwa unasema tunaenda mbinguni. Unasikia duniani interview ambayo haiko ya kawaida. Ungekutanisha office ambaye anakuuliza ile interview ile, kuna wengine wanakuchosha nasema ufanye unataka basi. Duniani wanaipatia thamani. Itawezekana mko watu 2000, itawezekana mko watu kama ni 3000 sijui, wala 100 ngapi, wala 100 wala 150. Wenyewe wataitikiwa, kuna wenyewe wanaitikiwa na kuna wenyewe wanakataliwa. Sawa? Ndugu mmoja kaniambia sema aliombaka visa ya kwenda Australia. Alifanyaga hivyo duniani huko. Ni dunia bado inawezekana. Mnaweza request, mnaweza apply visa 100 people ya kwenda nchi fulani. Bana bakawiza bako na chunguza makusudi msiende kuelekea Kizoda kule. Sawa? Najua sisi wanafanya kule. Bana ulizo ulitokea wapi, mama yako, baba yako na jiji dunia hii. Inawezekana mwa watu 100 wawili tu ndio naweza onekana. Wala watatu. Unapewa visa, wengine wote wanakataliwa. Sasa ukifika kule kwenye uko naenda mwa hizo nchi ambapo tuko hapa leo. Huko hospital. Huko makaburi tunazika watu. Sawa? Wengine washaka changanyikiwa, maisha yamekuwa magumu. Shida mbalimbali. Sisi ambao tunafika hospitalini na kutanisha watu, niko naambia God, I wanna die. Hivyo vile tunatafuta ni vitu ya dunia. Lakini watu uongo wanasema uongo ambao hauko wa kawaida. Makusudi aende katika nchi ambako kuna hospital, ambao kuna vifo na mambo mengine. Na kwa bahati mbaya wengine wanabakia huko, wengine wanaenda. Kama ni wawili watatu, kama ni mpaka leo nakwambia kuna ndugu zetu ambao tumepita nao interview. Ilikuwa ni 2014 up to now still Nzaleka, still ni Malawi, mpaka leo wako Malawi. Sawa? Sasa unakuja huku ile nchi ambayo walikuwa na kusumbua hemo sana hiyo kuingia huko, unafika huku na kutanisha kawaida. Mungu atuhurumie sana. Amen. Mungu atuhurumie. Amen. Banapatia value nchi zao. Sasa huko baba yetu huko ni mji mtakatifu ambaye nitakupatia kode yake. Amen. Amen. Nikupatie kode yake. Soma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza. Second Peter. Peter wa pili. Second 1:15-16. Sikia. Mji mtakatifu. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my... Sorry. Wa kwanza. Okay. Samahani, wa kwanza. Okay. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But as he who called you Jesus is holy, you also be holy in your conduct. Be holy in your conduct. Yeah. Mm-hmm. Because it is written. Because it's written. Be holy. For I am holy. Amen. Kiswahili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 16 nasoma katika jina la Yesu. Ndio.
bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, aliyetuita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, katika mwenendo wetu wote. Kwa maana imeandikwa, tutakuwa watakatifu, tutakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Amen. Wale watakaonekana kwa harusi ya mwana kondoo ni watakatifu waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo 22:14. Sawa? Mathayo 22 mstari wa 14. Neno la Mungu linaniambia kwamba walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Walioitwa ni wengi. Mungu ameita dunia yote nzima. Dunia yote nzima Mungu ameita watu, lakini watu wamemkataa. Na wale ambao wako makanisani wamemkataa. Walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Waendao mbinguni ni wachache. Sio watu wengi wataenda mbingu, hata makanisani watabaki. Ndio maana tuko nataka tukukengeushe mwana wa Mungu. Ingia miongoni mwa wale watakaoenda mbingu. Kwenye kitabu cha Ufunuo, Revelation 21:27. Tusemeye pale. Revelation 21:27. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. But they shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Only those who are written in the Lamb's book of in life. the Lamb's book of Life. Of life. Yes. Twende. Ufunuo Yohana 21:27, katika jina la Yesu nasoma. Na ndani yake hakitaingia kamwe Na ndani kilicho yake kinyonge, hamutaingia kamwe kitu kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana. Amen. Tuko wapi? Tuko huko. Tumeingia kwenye uzima. Tumeingia kwenye uzima. Tutafurahi na kushangilia. Siku hiyo itakuwa siku njema kwetu kwa watakatifu wa nyakati zote. Amen. Amen. Kwa watakatifu wa nyakati zote, siku hiyo tutashangilia, tutafurahi. Tulishakuwa huko, hatuko tena duniani. Walio wa dunia wamebaki. Wakristo ambao hawakutaka kusikia neno la Mungu, ambao wameenda kwenye makanisa. Kuna makanisa ambayo hayawaongozi watu kwa safari ya kwenda mbingu. Niko naogopa. Hata wachungaji hatutaki tuambie watu leo. Hatutaki tuwaambie habari za wokovu, hatutaki tuwaambie dhambi. Nataka tu tuwaambie vyenye viko ndani ya mioyo yetu. Utajiri wa dunia utakaubaki hapa karibu. Na watu wanaofurahia na wamejaa makanisani, lakini hawaendi mbingu. Waenda mbingu ni wachache. Kitabu cha Mathayo 7:13. Tusomee pale. Kwa nataka tuende pole pole. Mathayo 7:13. Cheze na Mungu. 7:13. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Enter by the narrow gate. Enter by the narrow gate. Njia nyembamba. For wide is the gate. For wide is the gate. Is the gate. And broad is the way. And the broad is the way that leads to destruction. They lead to destruction. And there are many who go in by it. And there are many many who go in. Who many? Who? Who Many. go in. Who go in by it. by it.
Amen. Amen. Wende? Kitabu cha Injili ya Mathayo 7 mstari 13 hadi 14, kwa jina la Yesu tunasoma. Yesu anasemaje? Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Mlango na somo. Maana mlango ni mpana. Maana mlango ni mpana. Na njia ni pana. Na njia ni pana. Iendayo potevuni. Iendayo potevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Waingiao kwenye mlango huo. Mungu atulimie sana. Amen. Ni wengi wanaingia kwenye mlango huo. Waenda mbingu ni wachache sana. Ndio maana tujitahidi wana wa Mungu tukaingie mbingu, na si kanisa ambalo tunaliongoza, tukaingie mbingu. Tusifuatane na namna ya dunia hii. Dunia inapita na mambo yake yanapita. Nimetoka tumboni mama mangu sina kitu na nitarudi bila kitu. Iko kweli. Niko na wivu ya kanisa ambalo tunaliongoza hapa. Iko kitu kiko ndani yangu. Na siku moja nimesikia kujizarau. Nilipokuwa katika nchi ya Malawi. Mimi ambaye niko na ubiri habari za nyakati za mwisho. Siku moja Mungu akataka nionyesha kitu fulani. Nilishakazungumza sijui kama tunakumbuka. Nikawa nimelala, niko ndani ya nyumba ya nyasi. Nikasikia pusi ziko nalia mahali sio kwa ya kawaida. Zikalia nikasema hii pusi inasababisha mimi nisipate usingizi. Nikaamuka. Nilipoamuka ndani ya chumba changu nikaenda. Sasa kwenye pusi zilikuwa nalilia, zilikuwa mbili nimesikia. Ilikuwa kwenye nani Ibrahimu na Anais walikuwa nalala ndani ya chumba. Sasa nilipoenda kuchungulia ndani ya chumba nikakutanisha Ibrahimu na Anais hawako. Sawa? Nikasema watoto walienda wapi? Watoto walienda wapi? Mawazo yakanitoka, maybe inawezekana wametoka ndani ya chumba hiki wakaenda kujificha ingine fasi, wala nikaangalia chini ya kitanda hawako. Nikaangalia msabuleni hawako. Nikaangalia kwenye mlango ufunguliwa, mlango umefungwa. Nikajiuliza ni nini? Kaparapanya limelia. Yeye niko nawaambia mcheke, lakini mimi sikucheka. Parapanda limelia, Nice na Ibrahimu wameenda. Nimebaki. Nilikuwa na upaa joto, nikasikia joto na nitoka mwili. Alafu jasho kanitoka hapa mrupa. Nikaanza kutetemeka, nikasema Mungu wewe. Mimi mhubiri wa nyakati za mwisho nabakia Mungu. Nikasema acha niangalie kama wenda sikuona vizuri. Nikahangaika mnyumba, nikasema nikasikia kusumbuliwa muhali sio kwa ya kawaida wana wa Mungu. Akili za kusema acha niangalie mwingine vyumba ikanitoka. Mungu ataka kuonyesha kitu fulani. Basi akili kanituma niende mkitanda. Ashira alikuwa ngali mdogo. Kama sasa alikuwa na almost 2 years. Nafikiri kama sahau. Nikaenda mchumba nikakimbia. Nikaangalia Asheri yuko, nikasema pana parapanda haliwezi lija mtoto wake. Nikasikia pale kufarijika. Haleluya! Nikasikia kufarijika, nisema Asheri Nice na Ibrahim washakuwa wakubwa. Hawezi enda Asheri baki. Pale akili zikarudi. Nikaenda kuangalia ndani ya chumba ya dada yake. Nikutana chama mijikunja. Nikasema kumbe parapanda bado halijalia, singelibakia. Haleluya! Jamani, siku parapanda litalia. Tuko na visikia kawaida. Tunavisikia. Tunavisikia kawaida, bado hujafika. Walio ndani ya gari wabaki, walio ndani ya airplane wabaki, walio ndani wabaki. Itakuwa ni shida kubwa itakayotokea duniani. Maana radio, kila kitu
Hizi simu tuko nazo, kila kitu kitakuwa wazi. Habari ulimwenguni, watu wameibua, watoto wameenda, watoto hawabaki, wanaenda. Watoto hawabaki, watoto wadogo hawabaki, wataenda. Dunia itachanganyikiwa siku hiyo. Ndio maana watumishi wake Mungu, kwa dalili zote zinazoonekana leo, ni lazima tutaendelea kufundisha mafundisho haya. Amen. Kwanza pewe sifa. Amen. Ni lazima tutembee na hivyo vitu ndani yetu. Kama tabaki ubaki, kwa maana umekataa neno la Mungu la uzima. Maana kuna watu ambao hawaongozi watu kwa safari ya kwenda mbinguni. Wako business ya kunenepesha wa Kristo, wanenepeshe matumbo. Siko mwenye business. Kanisa hili halikufunguliwa kwa business ya sisi tushibe, sisi tuwe na njaa, makusudi tuombee kazi zake Mungu ziendelee. Siku parapanda linalia, tuhakikishe tunaenda. Amina. Na tutakwambia ukweli. Sawa? Maana kuna wengine wachungaji aseme ukiingia na suruali mwanamke akiingia na suruali, hakuna, Mungu angalia kimwili. Sina mbingu za kukupeleka. Nitakwambia ukiingia na suruali ndani ya nyumba yake Mungu, parapanda likilia huendi. Neno la Mungu. Sawa? Amen. Nitakwambia kwa ajili ya kuandaa bibi harusi wa Yesu Kristo, ukiingia na meshi ndani ya nyumba yake Mungu, parapanda likilia huendi. Na watatuona hapo. Kama wengine watatuona tu, watusikie. Mwenye takuambia kwamba uko na lihereni na mamesha zako kwenye kichwa chako kwa neno la Mungu, kweli? Amen. Tunataka tuandae bibi harusi, kanisa takatifu la waenda mbinguni. Amina. Heri tuone watu wawili watatu wakwenda mbinguni kuliko tujaze milioni ya watu halafu hawaendi. Huko hamtaingia chochote kilicho kinyonge. Amen. Wanaingia watakatifu. Amina, amina. Waliojitahidi kuyafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Wanaweza kuishi. Amen. Hamtaingia chochote kilicho kinyonge. Wale wafanyao machukizo, waoga wote waingie. Tunataka tuandae bibi harusi wa Yesu. Maana tuna wivu ambao Mungu ametuonea. Katununua kwa damu yake. Amen. Kaonekana miongoni mwa walionunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Damu ya thamani. Hadi siku hiyo nionekane miongoni mwa watakatifu waliovipiga vita. Kamtumikia Mungu. Kumwambia Baba, nipatie. Nimesema juzi hapa kwa neno la Mungu wetu. Kitabu cha Warumi 4:4. Neno la Mungu natuambia kwamba atendaye kazi malipo yake haihesabiwi kuwa neema, bali ni deni. Baba atanilipa kwa kazi nilizofanya duniani. Bwana asifiwe. Amina. Iko nataka tupumzike. Harusi ya mwana kondoo itakuwa ni furaha. Itakuwa ni furaha. Ni siku ambayo Mungu ameenda kuiandaa kwa wampendao. Kuandaa bibi harusi wa Yesu. Waenda mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji siku hiyo twende. Sema watakatifu wataingia. Mungu ametutayarishia makao. Mungu ametuandalia makao. Najua tangu Adam mpaka Yesu miaka 1400. Tangu Adam mpaka Yesu miaka 1000. Kuanzia Yesu sasa mpaka leo ni miaka ngapi? 2020.
Wasema kama watasherekea kutoka kwa Yesu duniani, kuzaliwa kwake na mpaka kwenda mbinguni, kurujia kwake, itakuwa ni miaka 2033 tangu ile wakati atoke mpaka hiyo miaka sime, dunia itasherekea kutoka kwa Yesu wetu duniani kwenda wapi? Mbinguni. Sasa tunaingia kwenye siku ya Sabato. Ndio Mungu yuko anatayarisha kwetu. Amen. Siku ya mapumziko. Iko anataka tupumzike. Kwenye kitabu cha Hosea 6 mstari wa 2. Hosea. Hosea 6. Fanya haraka sana, jua muda. Mstari wa 2. Nasoma kitabu cha nabii Hosea sura yake ya 6 mstari wa 2 katika jina la Yesu Kristo. Baada ya siku mbili. Ngeza kwanza anani. Asome. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. After 2 days, he will revive us. He will revive us. On the third day, he will raise us up. He will raise us up. That we may live in his sight. That we may live in his sight. His sight. Amen. Amen. Twende. Nasoma katika jina la Yesu. Ndio. Baada ya siku mbili atatufufua. Bana Hosea anagusia kwa ajili tangu Yesu atoke duniani, tangu ile wakati alizaliwa akatoka duniani. Sasa ni miaka 2000 ametabiria kabla. Amen. Amen. Twende. Siku ya tatu atatuinua. Nasi tutaishi mbele zake. Amen. Amen. Bwana sifiwe sifa. Amen. Bwana sifiwe sifa. Amen. Ngoja moja lini. Takuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Amen. Amen. Tutapumzika. Ndiye yuko atuandaa kwa maisha ya umilele. Anatutoa duniani atuepushe na ziki iliyokuu. Halafu tunaenda kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili wake, mazuri wala mabaya. Baada ya hayo sasa tunaingia kwenye harusi ya mwana kondoo. Amen. Itakuwa ni siku ya furaha kwa watakatifu. Yesu Kristo Mungu wetu ni mtakatifu, 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 mtakatifu wa watakatifu wote. Na watakaoingia huko ni watakatifu waliojitahidi kuyafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo tu. Hamtaingia chochote kilicho kinyonge. Ni watakatifu walioyafanya mapenzi ya Mungu duniani. Ni watakatifu. Tunapumzika. Atatupeleka, tutapumzika pamoja naye. Anatuandaa kwa mapumziko. Siku 6 zimepita. Tutaingia kwenye siku moja ya kupumzika pamoja na Yesu Kristo. Muda wa miaka 1000. Amen. Amen. Muda wa miaka 1000. Tunatoka duniani tunaenda pumzika. Huko tunakula virojorojo. Tunaingia kwa harusi ya mwana kondoo. Ndio maana Zaburi 118:24 anasema namna gani? Anasema kwamba ndio siku hii ndio siku ambayo Bwana amefanya. Tutafurahi na kushangilia mama Feza. Haleluya. Amen. Watoto wetu mjitahidi tumtumikie Mungu. Msifuate namna dunia hii. Msifuate namna dunia hii. Hakuna kitu duniani. Hakuna. Mungu ameandaa mambo ya ajabu kwa umpendao. Mungu ameandaa mambo ya ajabu kwa umpendao.
Shetani ambaye hata tubu tena. Nilikuwa naongea na mama mmoja hivi nikamwambia shetani kwenye iko. Alishakamata kale kanani kale kamuti mashaka mmeni. Bali kitaza mnaona ni Kiingereza. Toothpick. Toothpick. Kirda. Si unaona kisa na kala pale. Baba nani baba? Naye shetani anaikana anasema, niko na watu kweli. Niko na watu. Nami niko kanisani. Donc boss anaikana. Boss anajitapa simu. Niko na watu. Aliko watu niko nabo. Ulisema kama uliwaomba bali kukatalaka ni wangu. Na wenyewe wanaenda kanisani kusikia neno lako. Anakuwa na shitaki. Shetani anashitaki. Neno la Mungu anashitaki. Accuser of the brethren. Nasikia anashitaki mwanadamu. Angalia uliwaomba. Sio anakukataa. Na mimi yuko kanisani anakukataa. Ndio maana njia ni nyembamba. Yenda ya uzimani. Nimesonga sana. Sio kila mtu. Kuingia mbingu sio kila mtu. Sio kila mtu. Waliojikana, wakajikana peke yao, ndio wataingia. Sio kila mtu ataingia mbinguni. Na wewe yuko makanisani wanamkana Mungu. Na kufundisha neno la Mungu la uzima unakasirika. Nataka nikuongoze kwa safari ya kwenda mbinguni unakasirika. Waliokasirika wengi duniani hawakusikia neno la Mungu, wako wapi? Wako wapi? Njia mbili. Kama utakosa mbingu, utalogotewa huko. Mungu atulimie sana. Kuna waliomkana Mungu dunia. Leo wako nalia machozi. Wako jehanamu. Jehanamu kwenye koma funza haziozi. Haziozi wala haziugui. Ziko humo. Tajiri kamwonea Lazaro. Kaanza kulia. Alia too late. Ashajiendea. Sawa? Ndivyo watu wa dunia walivyo. Ndivyo Wakristo walivyo. Tujitahidi tumtumikie Mungu. Tukuingize kwenye imani ya kukusaidia kwa safari ya kwenda mbingu. Huko kuna virojorojo, kuna vizuri. Habari za mbingu hazielezeki. Hazielezeki. Ndio maana ni kama. Amen? Amen. Ni kama. Lakini kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa kwanza. Neno la Mungu. 2 mstari wa 9. Kama ilivyoandikwa. Ndio kisi neno la Mungu linasema kupitia huyu mtumishi wake. Kama ilivyoandikwa. Amen? Amen. Yale ambayo macho hayakuwahi kuona. Tumeyasema juzi. Macho hayakuwahi kuona. Masikio hayakuwahi kusikia. Mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wote wampendao. Tunatayarisha biharusi, niende kule nikutane na watu tulio wahubiri duniani tukawafundisha neno la Mungu. Amen. Amen. Tuingie kwenye siku 7 ya mapumziko. Siku ya Sabato. Amen. Amina. Amen. Siku ya Sabato tuingie tukapumzike na Kristo Yesu. Hiyo siku inahitajika kwa watu waliookoka. Amen. Hapana kwenda tu kanisani. Usiende kanisani. Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Amen. Amen. Mwimbaji tena mwimbe kwanza kidogo.
musafiri uliye njiani, watamani nyumba ya babako. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sana kufikako. Utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Amen. Utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha ye. Utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Lango la mbinguni wazi sasa, Yesu amelifungua kwako. Utaweza kuokoka hasa, usiharibishe heri ya utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Labda siku ile ni karibu, nitakapo kwenda sitaona tena majaribu. Baba, nitajazwa kwa kumtazama, nitakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Nitakuwako huko wakati wa kuimba wimbo wa kumsifu Mwokozi. Baba yangu, utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo wa kumsifu Mwokozi siku zote. Moja. Asante. Haleluya. Baba wetu, tujalie neema. Asante Bwana. Tujalie neema Baba. Asante Kristo. Ya siku tukakuwa katika huo mkutano Baba. Haleluya. Yesu wetu, tunahitaji kibali. Tunahitaji kibali kuingia katika huo mji. Acha Baba. Asante Mungu. Acha wewe mwenyewe. Asante Yesu. Fungua roho zetu. Fungua mioyo ya watu. Acha watu kujiweka wazi mbele zako. Asante Bwana wetu. Acha watu kujiweka wazi mbele yako. Yes, yale ambayo yanayoandalia watakatifu wako ni mazuri. Haleluya. Asante Baba. Acha neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Tuwezeshe tukaingie katika mji huo.
tukakuwa pamoja na mkutano wa watakatifu wale ambao ni waliomaliza mwendo kwa salama, tukakuwa pamoja na bibi harusi wako kupitia pendo la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndio tutapumzika, tutakuwa pamoja na baba yetu milele. Huko anachunga watakatifu wake, na huko anajiandaa kuja kuchukua bibi harusi wake. Dalili zote za kuja kwake zote ziko wazi. Mambo mengine Mungu anaacha yafike kwa macho yetu ya mili. Leo habari njema ya ufalme kwa neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo 24:14. Neno la Mungu limehubiriwa ulimwenguni pote kwa ushuhuda kwa mataifa. Leo kuna mtumishi mmoja akasema kwamba walipochunguza wakutanisha almost dunia yote habari njema imehubiriwa kupitia television, kupitia newspaper, kupitia donc internet. Wagijoni, nilikuwa mkikundi cha Wagijoni Uvira. Tuligabua kwenye mahotel, tukaenda kwenye shule mbalimbali, tunagabua. Maprison fasi yote, makusudi mwanadamu asikie Injili. Amen. Iwe ushuhuda kwa mataifa. Amen. Makusudi ya Mungu kusije kusema ya kwamba hukusikia neno la Mungu. Tunahubiri, kama utasikia, kama usikii basi utahukumiwa kwa lile ambalo umelisikia. Amen. Utahukumiwa kwa lile umelisikia. Kwa lile umelisikia. Itakuwa too late. Too late. Too late. Halafu akasema kwamba wataenda Yerusalemu. Nafikiri walishaenda miaka iliyopita. Wakajikusanya wakasema, Yesu Kristo ametuambia nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Mwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kisha akasema nje mwisho, tazama niko pamoja na hadi mwisho wa dahari. Walienda pale kwenye Yesu alisemeaga Yerusalemu. Ndio kwa alisema. Mwanzie wapi? Yerusalemu. Kisha Judea. Na mpaka mwisho ya Samaria, hai mpaka mwisho wa nchi. Walienda walishakaenda. Kaambia Baba, kazi ambayo umetumia duniani tumeifanya. Sasa utafanya mapenzi yako kuja kuchukua bibi harusi wako. Amen. 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 Tunafanya Injili, tunatumikia Mungu kwa neno lilisikia duniani. Kesho watakuambia haukusikia. Sicheze na Mungu. Sicheze na Mungu. Yeye ni moto lao. Amen. Ni moto lao. Moto lao. Cheze na Mungu. Kisikia Injili hii, uisikie itembelee. Cheze na Mungu. Usicheze na Mungu. Kamata wokovu na nguvu. Uteke pingu kwa nguvu. Usiingie makanisa weta kuambia ya kwamba Mungu anaangalia yake mwili. Ondoka ndani ya kanisa hilo. Wapinga Kristo ni wengi. Wanafanya watu kwa uchuruzi wao. Wanachuruza watu. Hawaelekezi kwa safari ya kwenda mbingu. Yesu akasema itakufaidia nini? Upate ulimwengu wote, kipata sana nafsi yako. Itakufaidia nini? Itakufaidia nini? Dunia ipate, halafu nafsi yako yangamie milele. Itakufaidia nini?
nilikuwa nazungumzia, nikasema ndani yangu, Mungu anatupenda sana tena sana. Makusudi yake atuepushe na zikilio kuu, atuepushe na jehanamu, atuepushe na ziwa la moto ambao mwanadamu atateseka milele na milele. Unajua milele na milele? Milele na milele. Tuko tunabisikia tu. Sijui. Tuko tunabisikia tu. Milele na milele. Bakamate kameleon. Ala tortoise. Ule tortoise kile kinani? Kobe. Ha? Atoke hapa. Atoke kama ni Siaro. Aende nani? Aende wapi? Aende Canada. Aende kama nani? Wapi mwisho tena wa nani wapi? Hapa state. Massachusetts nafikiri. Kutoka hapa nani hapa Washington state. New York. Atafikaga? Hapana. Wala chameleon. Bamwambie waanze safari hapa mpaka Washington DC. Wala Massachusetts. Atafikaga? Ndivyo ilivyo milele. Ndio maana shetani ana wivu kwa ajili yako. Hataki kuingia huko. Halafu na kuonyesha distractions za dunia. Na kuonyesha mapambo ya dunia. Kazi yake, neno la Mungu linatuambia kwenye kitabu cha Yohana 10:10, John 10:10. Soma pale, tumalizie. Na kuiba, shetani yuko naiba watu. Hata wako kanisani wasikii injili. Tuko na upira neno la Mungu lakini watu wanasikia lakini kutenda watendi. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Amen. Sorry. Nasoma Yohana 10:10 katika jina la Yesu. Amen. Mwivi haji ila aibe. Na kuchinja. Na kuharibu. Ndio kazi ya shetani. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kristo Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Tuwe nao tele jamani. Tunataka Mungu afanye nini? Tuwe nao tele. Kwa nini urogwe na dunia? Kwa nini? Uzuri sio pimika. Uzuri sio kuwa wa uzuri sio kuwa ya kawaida. Uzuri ambayo hauelezeki. Uzuri hamutaingia chochote kilicho kinyoma. Hamutaingia. Jitahidi. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. Sio tena wakati wa kuchezea dunia jamani. Usiingie ndani ya makanisa ambayo yanakuambia kwamba nifanye kampeni ya Kristo Yesu na namjivunia Mungu mimi naye muamini, mama na mimi ni mwenda mpingu. Sawa? Na wivu wewe, maana mbingu ni za watu wote. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mbingu ni za watu wote. Kuna watu wengine wanasema mbingu kuna hiyo ni mafundisho ya kipepo. Mbingu ni za watu wote. Mlango umekuwa wazi kwa yote aliyemwamini Kristo Yesu. Amen. Bwana sifa sifa. Amina. Mlango kwa wazi. Neno la Mungu anatuambia kwamba maana unajua kuna watu walioshindwa. Kuna watu walioshindwa wanasema watakatifu hawako. Ndio shida, ndio watu yeye anazia kama ndio mtakatifu, watakatifu wako. Tena wako kwa neno la Mungu, wako na mpaka siku Yesu Kristo atakapokuja kuchukua bibi harusi wake. Kwa neno la Mungu wetu. Zaburi 16 mstari wa 3.
watakatifu waliopo duniani. Hao ndio walio bora na Mungu kupendezwa nao. Ndio atakuja kuchukua yule ambaye amejitahidi kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kwa utakatifu na kafanya mapenzi ya Mungu. Maana watu wengi hawaendi mbingu. Ni Wakristo hawaendi mbingu. Wanaingia ndani ya nyumba ya Mungu, hawakaribii meza kwa ajili ya shida ambazo uko nazo. Tengeneza maisha. Hii sio wakati wa kucheza na dunia. Kama umeingia mkanisa, hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Amen. 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 Kuna watu ambao wako ndani ya kanisa lakini wana mizigo. Mizigo. Hakuna kusamehe. Hakusamehe. Ndugu yako amekosea wapi? Unamweka kwenye moyo wako. Siku parapanda nalia. Unabaki duniani. Hakutaingia chochote kilicho kinyonge. Ukikosea tu sheria moja tu inaharibu vyote. Vyote. Hamwingi chochote kilicho kinyonge. Mnaingia watakatifu. Ndio maana wana wa Mungu waliomtumikia Mungu kwa uaminifu, kabla hajakata roho, kabla roho na mwili viachana, Mungu anahakikishaka neno la mwisho alisema tu. Kama kuna problem niko nasikia Mungu yeye ndiye anajua wokovu, mioyo yetu anaijua kuliko jinsi tunavyojijua. Na yule ambaye anamtumikia Mungu kwa uaminifu, kwa moyo mweupe, anajijua. Ndio maana hatuna mashaka ya kusema. Na tuna uoga. Mioyo yetu kama itushitaki, tuna ujasiri mbele za Mungu. Amen. Mioyo yetu kama moyo wangu wanishitaki, na ujasiri mbele hanihukumu. Kama moyo wangu hanihukumu, na ujasiri mbele za Mungu. Na lolote niombele kwa jina lake nitalipewa. Hatutaki tuongoze watu ambao wataenda mbingu. Mjitahidi twende mbingu. Haleluya. Amen. Amen. Namalizia. Tusimame. Piga muziki mje kidogo. Hii ni wakati wa kumtumikia Mungu. Tutaenda kuimba wimbo wa 186. Fanyia Mungu kazi. Ndio usiku waje, kazi zitakwisha. Sitaki nikuchoshe sana. Kuna mambo mengine tutungata yagusia mengi ya kukengeusha, usije ukabaki duniani. Maana kanisa linanyakuliwa. Usije ukabaki duniani. Piga muziki mje. Usije mkabaki duniani kwa ajili ya mambo ya dunia itakayobaki. Piga kibodi.
hatuwezi peke yetu. Tukutumikie kwa bidii, kwa moyo, Asante kusukumwa wala kubembeleza. Asante Bwana. Tujitoe. Asante Bwana. Bwana, Asante. tujitoe maana wewe umejitoa. Asante. Kafa kwa ajili yetu. Nasi tujitoe kwa bidii, kwa moyo, kwa unyofu wa moyo. Tukuabudu. Haleluya. Tukutumikie. Tuwezeshe peke yetu hatuwezi, kama vile unavyosema katika kitabu cha Yohana 15 kwamba sisi hatuwezi lolote bila wewe, kama vile tawi haliwezi kuzaa pasipo mzabibu. Kwa hiyo tuwezeshe, tunakusihi, tunakuomba utuwezeshe, tunajinyenyekesha tukiomba utuwezeshe. Tuwezeshe kukutumikia kwa moyo mkuu, kwa bidii, kwa unyofu wa moyo, kwa kweli na kwa Haleluya. bila kusukumwa wala kubembelezwa. Haleluya. Tusiwe watu wa kubembelezwa, tusiwe watu wa kusukumwa. Tuwe watiifu, wanana, wapole, wasikitivu, watiifu katika kutumikia. Tunakuomba utuwezeshe, tunakusihi utuwezeshe. Na katika kazi yako Bwana, Asante Bwana. watenda kazi ni wachache, wote tuko humu tunahitaji kutumikia, mavuno ni mengi. Tunaomba utuwezeshe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimetaka kusema hivi. Nipika hichi. Nataka kusema hivi. Watu tujitahidi kwa huruma tumtumikie Mungu. Tuogope Mungu. Na itafika wakati utajuta. Miaka 2 iliyopita hapa nafasi nilihubiri Kentucky kwa neno la Mungu. Sawa? Na Mungu mwema, nilishabisema hapa. Mungu mwema alikuwa amenitembelea. Hata binti wangu atabisikia, mwenyewe kwa Australia, akipenda atabisikia. Nikaenda kwake. Ulimwengu wa roho. Nikakutanisha watoto wake wote. Amewaweka meshi ndani ya vichwa. Atabisikia. Aweka meshi ndani ya vichwa vya watoto. Nikaanza kulia machozi. Nikamwambia mama, njoo, hii injili nimekuhubiri umeisahau juu ya vitu vya dunia. Nimesikia roho inanigonga niseme hivi vitu. Juu abisikii wengine. Akaniambia, basi ni hivyo. Ninakusuka tu naenda. Nikamwambia okay. Nikamwambia nasikia kulia machozi. Injili niliyokuhubiri katika nchi ya Malawi, unafika Australia, halafu unaenda kwenda kinyume na vile tumekufundisha. Nikamwambia haya neno la Mungu niliyokufundisha ni neno la uzima ambalo tumelipokea kupitia watumishi waliotutangulia, na ni neno la Mungu. Sisi imani yetu imejengwa kwa misingi ya manabii na mitume. Atakaye kuhubiri kinyume na haya ambayo tumekuhubiri toka ndani ya kanisa hilo. Nimekuja kuona mama kipepo kinatoka ndani ya nyumba yake. Aseme baba, unakuya ndani ya nyumba hii kutukengeushia watu wetu tulishakamata. Unakuja kuwakengeusha. Sisi hii nyumba tulishaka idhibiti na tutatakwenda ndani. Cheza na Mungu. Na wabisikie wengine. Tushakadhibiti nyumba hii na hatutatoka ndani. Ilikuwa ni jioni, natoka pa kanisani. Niko kwa papa kako. Niko mkabusingisi naenda Australia. Tik-tak. Haleluya. Tik-tak mkabusingisi tu. Nilikuwa peke yangu. Mwenzetu alikuwa mbafuni. Mama naye alikuwa anatumika kazi mafidi. Tik-tak tu. Kabusingisi uzito kanipeleka nisha kwa Australia. Nyumba nzuri sana. Alafu pale nikamwambia basi mimi najiondekea, vinakuangalia mbingu, nafungia watoto hivi ambao unaweka vichwa vya watoto. Unaofungia mbingu na wewe pia unajifungia mbingu. Nikajitokea. Ni ile kwa natoka kile kimama kanifuata. Aseme wewe kwanza kunitobokea. Makanambia anguka kidogo, nikajiangusha. Nikajitokea mwezi wa baadaye. Niko Marekani, natoka Australia.
Msiku ngapi mtoto Naomi, mtoto wangu, yu binti, akaniambia sime, baba, nimepata habari, mama mzazi marehemu amenifikia. Nilikuwa nalala usiku. Akaniambia uambie baba bienye aliambia ule mama endelea sichoke. Na hiyo wakati nilikuwa shamwambia. Na lile neno ambalo iko nahubiri watu ndio leo natuma na kuwa kwenye niko leo. Nimelisikia duniani na leo nimejipumuzikia. Amina. Amen. Nimepumzika, mimi mama yenu nimepumzika. Naambia baba aendelee, baba yenu aendelee kulifundisha lile neno alilofundisha. Aambie wa mama mwenyeko na nywele za kusukwa, mameshe, habaingia kwetu. Watu wanaendeka kwa shetani wao. Mtoto ameniambia. Nikasema zile habari. Mama marehemu mke wangu ambaye nilikuwa naye alikufia Malawi. Yeyote anajua kwamba iko na mamesha, iko na vitu vyote ya kujipamba, hata ingia kawaambie papa endelee kuambia watu neno la Mungu la uzima, maana dunia inakwisha. Nilienda lakini kawaambia bakabivua wote kanisani. Baada ya kuondoka kwangu tena bakabirudisha. Lakini balilia ile siku balilia ilikuwa ni kulia. Kaambia mfanye vyenu, muongeze zaidi. Lakini mwenye kanisa anakuja. Mungu atuhurumie. Tuombe Mungu. Tusimame tuombe Mungu kidogo. Mungu atupatie mwisho mzuri. Maana hata tuhubiri watu hawasikii. Lakini kama nakosa mbingu, jana moto ikosa. Takosa yote. Tuombe Mungu. Mungu baba yetu. Falme juu ya falme zote. Bwana wa mabwana. Tusaidie. Tupige vita. Mwenda tuumalize. Imani tuilinde. Baada ya hayo tupokee taji ya uzima. Tupokee taji ya haki. Tupokee taji ya furaha. Tupokee taji ya utukufu. Tukakuone siku moja Bwana wangu. Tukapumzika pamoja nawe siku ya Sabato. Tukaingia uzimani. Tuingie kwenye raha ya milele. Watoto wako walionekana ndani ya nyumba hii. Watoto wetu, wa baba zetu, mama zetu, vijana wetu, tuingie uzimani siku moja. Tukakuone baba yetu. Neema tunakuomba Bwana. Tunakuomba baba yangu. Tunakushukuru. Tunasema asante maana uko Mungu. Libarikiwe jina lako. Lipewe sifa ili jina lipitalo majina yote. Nashukuru kwa yote. Maana tuwezesha tukutumikie na tukupende kwa moyo wetu wote na kwa roho yetu yote na kwa nguvu zetu zote. Tukupende kwa moyo wetu wote na kwa roho na kwa akili zetu zote. Siku moja tukaurizi uzima wa milele. Kama tutakuwa tumelala kwenye mavumbi ya nchi, parapanda litakapolia, Baba, nasi tuilisikie Bwana, tukakulaki peponi. Na kama tutakuwa tuko hai, tukabadilishwe, tukakulaki peponi pamoja na watakatifu wale tutangulia. Neema tunakuomba Bwana wangu. Nashukuru kwa sababu tuendelea kulivika kanisa lako nguvu. Tukutumikie, tusiingie kanisani tu, tuwe wasikiaji lakini tusiwe watendaji. Tuwe wasikiaji na tuwe watendaji kwa neno lako. Tunashukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.